بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وشفيع الأمة أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Katika aya hii ya 32 ya surat al-A'raf, Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anamhutubia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama na vile vile wafuasi wake viongozi wema. Anamwambia Mwenyezi Mungu, "Qul, sema Muhammad, kuambia wanadamu wajinga, wapotofu, wanaopotosha wenzao. Man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi, ni nani aliharamisha pambo la Mwenyezi Mungu ambalo amelitoa kwa ajili ya waja wake? Wat-tayyibati min ar-rizqi, nani aliyoharamisha vizuri katika riziki, vyakula, vinywaji? Qul, waambie, hiya, mapambo hayo na vilaji hivyo, lilladhina amanu, ni haki yao walioamini, fil hayati dunya, special kabisa vimeletwa hivyo duniani kwa ajili yao, khalisatan, lakini hapa duniani wanachanganyika na wengine, lakini ni vyao peke yao yaumal qiyama, siku ya kiyama. Vizuri vyote hivyo hapa ni vyao waumini hapa katika huu wa dunia, lakini vitakuwa vyao peke yao khalisatan, special, bila kushirikiana na wengine, yaumal qiyama, siku ya kiyama. Kadhalika nufasilu al-ayati, kwa mfano huo tunazinganywa aya liqaumi ya'lamun, kwa watu wanaotaka kujua. Qul, sema Muhammad, inma harrama rabbi, hakika alichoharamisha mlezi wangu, alfawahisha, ni mambo machafu, ma dhahara minha wa ma batana, toke yale ya wazi machafu ya wazi na yale ya ndani yaliyojificha. Wal ithma, Mwenyezi Mungu ameharamisha dhulma, wal baghy, maonevu, bighairi alhaqi, bila haki. Wa an tushriku billah, Mwenyezi Mungu ameharamisha kumshirikisha Mwenyezi Mungu, ma lam yunazil bihi sultana, kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu ambacho hajateremsha dalili yoyote. Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, Mwenyezi Mungu ameharamisha kumsemea Mwenyezi Mungu jambo ambalo hamlijui. Na katika aya 34 anasema Mwenyezi Mungu, walikulli ummatin ajalun, kila umati unao muda wake wa kuishi katika dunia. Fa idha jaa ajaluhum, utakapofika mwisho wa muda wao, la yastakhiruna sa'atan, hawatopata uwezo wa kujicheleweshea hata dakika, siuze saa hata dakika. Wala yastakdimuna, wala hawana uwezo wa kujitangulizia kabla ya kumalizika muda. Ya bani adama, enyi wana wa Adamu, inma ya'tiyannakum rusulun minhum, endapo kakujieni wajumbe minkum, kutokana nyinyi, yakusuna alaikum ayati, wajumbe watakaokuwa wakisimulia kwenu aya zangu, wafuateni. Famanittaka wa aslaha, atakaye mcha Mwenyezi Mungu akiwa pamoja na wajumbe hao, akashirikiana nao, wa aslaha, akafanya mazuri, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, hakuna cha kuogopesha kwao wala hakuna juu yao la kuwahuzunisha. Walladhina kadhabu biayatina, na wale waliokadhibisha kwa aya zetu, wastakbaru anha, na wakajifanya bora, wakaona nyenyepavu wa kuzifuata, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, hao ndio watu wa motoni, ndani ya moto watabaki milele. Ewe Mola, tuweke mbali na moto huo. Faman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, ni nani mwenye kudhulumu mno nafsi yake kumshinda yule aliyemzulia Mwenyezi Mungu uongo? Au kadhaba biayati, au akadhibisha aya zake. Ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab, watu hao watafikwa na sehemu yao ya adhabu kutokana na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hata idha jaatuhum rusuluna, basi waache wapumbazike, wadanganyike na wapumbaze wenzao na wadanganye, mpaka itakapokuja wakija wajumbe wetu, yatawafaunahum, kuwafisha. Qalu, wajumbe hao watawauliza,
aina ma kuntum tad'una min dunillah, wako wapi wale waungu wenu mliokuwa mkiwaabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu haki? Qalu, watasema waumini hao wapotofu, ballu anna, wametupotea waungu wetu. Washahidu, na watashuhudia ala anfusihim, bi nafsi zao, annahum kanu kafirin, kwamba wao walikuwa ni makafiri. Qala, atasema Mwenyezi Mungu, udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum, ingieni motoni pamoja na kundi ambalo limeshatangulia kabla yenu, minal jinni wal insi, katika majini na wanadamu. Ingieni fi nari, motoni, mkakutane huko. Mwenyezi Mungu anasema kullama dakhalat ummatun, kila linapoingia kundi la kikafiri au maasi ndani ya moto, la'anat ukhtaha, linawalani wenzao, hatta idha daraku fiha, mpaka pale wakisha kukutana wote ndani ya jamii, wote ndani ya moto. Qalat, litasema ukhrahum, kundi la mwisho, liulahum, kuliambia kundi la kwanza lilotangulia, rabbana, ewe mlezi wetu, haulai, hawa jamaa hawa, adalluna, wametupoteza hawa ndio waliotupoteza sisi, faatihim adhaban dhifa, kwa hivyo nastahili wape adhabu mara mbili hawa, minan nari, adhabu ya moto. Qala, Mwenyezi Mungu atasema hapana, likulli dhifu, kila mmoja ana nyongeza yake. Wao wana nyongeza yao ya adhabu na nyinyi na nyongeza yenu ya adhabu, walakin la ta'lamuna, lakini tu nyinyi hamjui. Waqalat ulahum, utasema kundi la mwanzo, liukhrahum, kuliambia kundi la mwisho, fama kana lakum alaina min fadl, mbona hamkuwa nyinyi juu yetu na fadhila yoyote? Sisi tumekuwa sawa sawa nyinyi, sisi na nyinyi. Fadhuqul adhaba bima kuntum taksibun, basi pambaneni na adhabu kutokana na yale machumi maovu mliokuwa mkiachuma. Innal ladhina kadhabu biayatina, Mwenyezi Mungu anasema hakika ya wale waliozikadhibisha aya zetu, wastakbaru anha, na wakajifanya bora, la tufattahu lahum abwabu samaa, haifunguliwi kwa ajili yao milango ya mbinguni, yani peponi, wala yadkhuluna aljanna, wala hataingia peponi hao, hata yalida aljamalu fi sammi alkhiyar, rabda, kama utakuwepo uwezekano wa kupenya ngamia kwenye tundu ya shindano, ndio na wao watakuja kuingia peponi. Hii ni maana ya kwamba hawaingii peponi abadan, kwa sababu uwezekano wa kupita ngamia kwenye tundu ya shindano haupo. Wakadhalika najizil mujrimin, na kwa mfano huo ndivyo tukawalipa wao. Lahum min jahannama mihadun, watu hao katika jahannam watakuwa na tandiko, wa min fawqihim ghawashin, na juu yao blanketi ya moto. Wakadhalika najizil zalimin, na hivyo ndivyo tukawalipa madhalim. Walladhina amanu wa amilu salihati, na wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na wakayafanya mazuri, la nukallifu nafsan illa usaha, hatuikalifu sisi nafsi yote isipokuwa kwa uwezo wake. Ulaika ashabul janna, hao ndio watu wa peponi, hum fiha khalidun, wa ndani watabaki milele. Allahumma ij'alna minhum. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill, Mwenyezi Mungu anasema tutaondosha kilichokuwemo ndani ya nyoyo zao ambacho ni hasad na chuki. Watakuwa ni ndugu wenye kupendana, ndugu wenye kuaminiana, ndugu wenye kutamaniana. Tajri min tahtihim lanahar, itakuwa ikipita yakitembea chini yao maji ya mito, maji ya maziwa, maji ya asali, maji ya vinywaji vya starehe. Waqalu, waseme, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha, sifa zote tukufu anazistahiki Mwenyezi Mungu ambaye ametuongoza sisi kuweza kufikia kupata starehe. Wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, na tusingalikuwa sisi wenye kuongoka kama hakutuongoa Mwenyezi Mungu. Laqad jaa'at rusulu rabbina bilhaqqi, kwa kweli iliyotujia ni mjumbe wa Mola wetu, wanudu antilkumul janna, na watalinganiwa waambiwe, hiyo basi pepo yenu, urithumuha, mmerithishwa pepo hiyo ni yenu, bima kuntum ta'malun, kufuatana na mazuri yaliyokuwa mkiyafanya, mazuri mliokuwa mkiyafanya. Nimeambiwa amerithishwa kwa sababu kila muumini atapata pepo yake ambayo alipangiwa,
na atapata nyongeza ikiwa ni sehemu ya makafiri ambao wameikimbia kwa kwenda motoni. Wanada ashabul jannati ashaban nar, watalingania watu wa peponi kuwalingania watu wa motoni. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, kukuambia kwamba sisi jamani tumeyakuta yale ambayo alituahidi Mola wetu ni ya kweli. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan, je, na nyinyi mmeyakuta aliyokuwa ganieni Mola wenu ni ya kweli? Qalu na'am, watasema ndio. Fa'adhana mu'adhdhinun bainahum, atatangaza mtangazaji kati yao kwa kuambia allanatullahi ala zalimin. Tangazo takalolitoa allanatullahi, kwamba laana ya Mwenyezi Mungu ala zalimin, laana ya Mwenyezi Mungu tuwashikia madhalim. Alladhina yasudduna an sabilillah, madhalimu ambao walikuwa wakiwazuia watu kuepusha na taa ya Mwenyezi Mungu. Wayabughunaha aiwaja, na wakitafutia njia ya kuipotosha. Wahum bil akhirati hum kafirun, ambao watu hao siku zote maisha yao walikuwa kiishi akhira walikuwa wanaikufuru, wanaikanusha, wakipinga kabisa. Wa bainahuma hijabun, na kati ya watu wema na watu waovu kutakuwa na pazia la ngome. Wa alal arafi, na juu ya ngome hiyo rijalu, kutakuwa na vijana ambao ni waumini lakini hawakupata fursa ya kuingia peponi moja kwa moja. Yaarifuna kullan bisimahum, vijana hao watakuwa wakiwajua watu wa pande mbili zote kwa alama zao. Wanajua hawa ni watu wema kwa alama zao ya wema, ni watu wa peponi, na hawa ni watu waovu kwa alama zao za adhabu, kwamba hao ni watu wa motoni. Wanadau ashabal janna, vijana hawa walioko katika ngome hiyo watawalingania watu wa peponi wakuambie ansalamun alaikum, amani ya Mwenyezi Mungu ishuke kwenu. Watu hawa lam yadkhuluha, hawajaingia kabisa peponi. Wahum yatmaun, lakini wanatamaa. Wa idha surifat absaruhum tilqa ashabin nar, vijana hawa kwenye ngome hiyo yanapoelekezwa macho yao upande wa watu wa motoni, qalu usema rabbana, ewe Mola wetu, la tajalna ma'al qaumi dhalimin, usije ukatufanya sisi katika kuwa ni watu watakaokuwa pamoja na watu madhalim. Wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bismihim, watawalingania watu wa hawa kwenye ngome hiyo, watawalingania vijana ambao wanawajua kwa alama zao. Qalu waseme eha ma aghna ankum jama'ukum, haukukusaidieni ule ukusanyaji wenu wa mali na starehe za dunia. Wama kuntum tastakbirun, hakikukusaidieni kibri chenu. Ahaula, hebu angalieni wale wenzenu, ndio wale ambao alladhina aqsamtum, mliapa nyinyi, ambao mliapa nyinyi ya kwamba la yanaluhumullahu birahma, hatawagusa Mwenyezi Mungu kwa kuwarehemu hao. Angalieni, udkhulul jannat, wameambiwa ingieni peponi, la khawfun alaykum, hakuna la kuogopea juu yenu, wala antum tahzanun, wala nyinyi hamtahuzunika. Wanada ashabun nar, watalingana watu wa motoni ashabal janna, kuwalingania watu wa peponi, wawaombe kuambia an afidu alaina min alma, enyi ndugu zetu nyinyi, enyi jamaa zenu, wazee wetu, sisi ni jamaa zenu, ni sisi ni watoto wenu, tupelekeni chochote min alma'i, katika sehemu ya maji, tuleteni, tugaeni chochote katika sehemu ya maji, angalau turoanishe koo. Au mimma razaqakumullah, au chochote kile alichokuruzukuni Mwenyezi Mungu. Qalu, watasema inna Allah, watu wa peponi wanawajibu pengine baba zao au ndugu zao au watoto wao, wanawaambia inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu haramauma, hivyo vyote mnapoviomba hivyo maji, vyakula, ameviharamisha Mwenyezi Mungu ala al-kafirina, kwa makafiri. Na nyinyi makafiri tutakuwaje tukupeni? Makafiri alladhina ambao itakadhu dinahum lahwan wa laiban, walifanya dini yao ni upuuzi na mchezo. Wagharrathumul hayatud dunya,
wakadanganywa na uhai wa ulimwengu. Falyawma nansahum, kwa hivyo leo tunawasahau hao, tunawasahau kama tulivyokusahau nyinyi. Kama nasu liqaa yawmihim hadha, kama walivyosahau mkutano wa siku yao hii. Wama kanu biayatina yajhadun, na kutokana na kwamba wao aya zetu walikuwa wakizikanusha. Walakaji inahum bikitabin fassalnahu, kwa hakika tuliwajia hao na kitabu tulichokipambanyua. Ala ilmin, tulikipambanyua kwa ujuzi. Hudan wa rahma, kikiwa kitabu hicho ni mwongozo na ihsani. Liqaumi yu'minun, kwa watu waliokuwa naamini. Hal yanzuruna illa ta'wila, watu hawa makafiri wanaojidai kushikamana na ukafiri wao, kwani wana kipi wanachokingojea isipokuwa ta'wili ya kitabu cha Qur'an? Yauma yaati ta'wilu, siku itakokuja ta'wili yake, yani uwazi wake. Yakulu, watasema alladhina nasu, watasema wale ambao walikisahau kitabu cha Mwenyezi Mungu wakakiacha mgongoni. Min qabla, hapo mwanzo. Qad ja'at rusulu rabbina, tunasikitika, walitujia sisi wajumbe wa Mola wetu bila haki na ukweli, tukaupuuza. Fahal lana min shufaa fayashfa'u lana, leo jamani sisi tutapata waombezi watuombee? Au nuradu fanamala ghaira alladhi kunna na'mal, au angalau turejeshwe, tupewe fursa ya mwisho, turejeshwe katika dunia tukafanya yale mazuri ambayo hatukuwa tukiyafanya, na tuyawache yale mabaya ambayo tulikuwa tukiyafanya. Ipo fursa hiyo jamani. Qad khasiru anfusahum, Mwenyezi Mungu anasema hao wamekula hasara, wameziangamiza nafsi zao. Wadalla anhum ma kanu yaftarun, na kimepwenda na maji, kimepotea na maji kila ambacho walikuwa kikizua, kila ambacho walikuwa kikizua. Inna rabbakumullah, hakika Mungu wenu wa haki ni Mungu wenu wa haki ni Allah, mpendwa mwenye kupendeza. Allah mpendwa mwenye kupendeza, mpendwa asiyochosha, mpendwa mwenye kustahiki, mtiiwa asina mfano. Alladhi khalaqa as-samawati wal ardh, ambaye kaumba mbingu na ardhi fi 6 ayyam, katika muda ukisiwao kuwa ni siku 6. Thumma stawa ala al-arsh, akisha akatadhihirisha utawala wake kwenye arshi. Yughshil layla an-nahara, anaubadilisha usiku kwa mchana. Yatlubuhu hathitha, kila mmoja unamfuata mwenzake haraka. Ukija mchana unafukuzwa na usiku, na ukija usiku unafukuzwa na mchana. Washamsa wal qamara, Mwenyezi Mungu ameyadhalilisha jua na mwezi, wanujuma na nyota, musakharatin bi amrihim, vyote hivyo vinatembea kwa amri yake Mwenyezi Mungu. Ala lahul khalqu, zindukeni mfahamu kwamba ni wake Mwenyezi Mungu uumbaji, wal amru, na uamuzi wote. Tabarakallahu rabbul alamin, ametukuka Mwenyezi Mungu Mola mlezi mmilikifu, muumba wa viumbe wote. Ud'u rabbakum tadarruan khufya, muombeni Mola wenu kwa unyenyekevu na uficho. Innahu la yuhibbul mu'tadin, kwani yeye Mwenyezi Mungu hawapendi watu wenye kukiuka mipaka. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha, wala msifanye uharibifu duniani baada ya Mwenyezi Mungu kutengeneza. Baada ya Mwenyezi Mungu kutengeneza ulimwengu kwa kuleta wajumbe na wataalamu wenye imani na ikhlasi, msifanye fisadi kwa kuleta uchafu, chuki, bughdha, hasama na mauaji. Wad'uuhu khawfan wa tamaa, muabuduni Mwenyezi Mungu kwa kuogopa na tamaa ya rehema. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, hakika rehema ya Mwenyezi Mungu ipo karibu mno na watenda mema, wanaomwabudu Mungu kama wanayemuona. Wa huwa alladhi yursilu riyaha, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayetuma upepo. Bushra baina yaday rahmati, ili kuwapa moyo waja wake Mwenyezi Mungu mbele ya mvua itakayonyesha. Ukivuma upepo unaashiria kuja rehema ya mvua. Hata idha aqallat sahaban thiqala, mpaka pale upepo huo utakapoyabeba mawingu yaliyojaza maji.
mawingu hayo yanasafirishwa libaladin mayitin kupelekwa katika ardhi iliyokufa kwa ukame fa anzalna bihi almaa tukateremsha katika ardhi hiyo maji fa akhrajna bihi min kulli thamarat tukaotesha kwa maji hayo kila aina ya matunda kadhalika nukhrijul mauta basi kwa mfano huo ndivyo tutakavyokuja waotesha kwa kuwafufua kuwatoa makaburini maiti wote la'allakum tadhakkarun alikuamini kwamba atafufuliwa na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndiye atakayefufua viumbe vyote basi na tizame ardhi kame inaponyeshewa mvua kwa muda wa siku saa 24 tu namna inavyo nawiri ardhi hiyo wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك منتفعين ولكتابك ونبيك متبعين على طاعتك مجتمعين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا واخواننا واحبائنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه